Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunaitazama Tehran ambapo mamlaka ya jeshi imethibitisha kwa mara nyingine tena kwamba imejipanga kutoa majibu makali zaidi endapo itashambuliwa kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ipo katika kiwango cha juu zaidi cha utayari wa kijeshi kuwahi kushuhudiwa, akisisitiza kuwa kila kitengo cha uhasama kitapokewa kwa majibu makali na mazito kuliko wakati wowote uliopita. Sasa ni miezi mitano imepita tangu vita vikali ambavyo havikuwahi kushuhudiwa vya siku 12 kati ya Iran na Israel, lakini kumekuwa na matamshi ya mara kwa mara kutoka kwa viongozi wa kijeshi pamoja na kisiasa nchini Iran. Lakini tumekuwa tukihoji ni kwa nini viongozi wa Iran mara kadhaa wamekuwa wakitoa matamshi haya kwamba wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote. Serikali ya Iran imekuwa na wasiwasi mkubwa, na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii ni propaganda inayotumiwa na jeshi pamoja na serikali ya Iran kuonyesha kwamba wapo tayari, lakini pia wakitolea mifano ya siku za vita, siku 12 ambapo kwa kutumia makombora 500 waliweza kufanya mashambulizi makali ndani ya Iran, hasa wakishambulia katika baadhi ya ngome za kijeshi na maeneo mengine ndani ya Israel. Mashambulizi yale yalikuja kusababisha pia serikali ya Marekani kuingilia kati na kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran vya Fordo na Tanz pamoja na Isfahan, lakini Iran haikukata tamaa kutokana na mashambulizi yale, na hapo iliongeza mashambulizi yake, jambo ambalo kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wa Mashariki ya Kati wanadai ndipo ambapo Marekani iliamua kumaliza vita hivyo. Hata hivyo, kumalizika kwa vita hivyo vya siku 12 kumeifanya Iran kujiona kama mshindi, kwani mashambulizi yake ndio yalikuwa makali kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, Brigedia Jenerali Aziz Nasirizadeh amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limeendesha shughuli zake kwa kujiamini kimkakati, ikiwa ni kufuatilia moja kwa moja uelewa wa hali ya vita ulio juu. Jeshi hilo wakati huu lipo macho wakati wote likitazama ni jinsi gani wataweza kupambana kwa mara nyingine tena dhidi ya Iran, kutokana pia na vitisho ambavyo vimezidi kuongezeka. Nasirizadeh anasema vitisho vinachunguzwa kwa umakini na bila kupunzika, na kipaumbele si upelelezi pekee bali ni utayari wa kudumu kwa vikosi vya ulinzi. Aidha amesema leo kwa nguvu kamili na ustadi wa ukusanyaji taarifa za adui uliothabiti, Iran iko tayari kujibu kila tishio kwa nguvu mara moja na kwa ukali zaidi kuliko ilivyowahi kufanya. Brigedia Jenerali Nasirizadeh amekumbusha maonyesho ya nguvu wakati wa vita vya siku 12 vya kichokozi vilivyofanywa na Israel pamoja na Marekani katika kipindi cha mwezi Juni, akibainisha kuwa operation hiyo ilionyesha tu sehemu ndogo ya uwezo halisi wa ulinzi wa taifa. Anasema kwamba katika kipindi hicho cha vita vya siku 12 Iran ilitumia makombora 500, lakini sasa itatumia zaidi ya makombora hata 2000, na wanasema makombora hayo ni ya masafa marefu na ni aina tofauti wataweza kuyatumia, na kwamba kwa wakati huu wana utajiri wa makombora ya kila aina. Hata hivyo, wanadai kwamba wamepata baadhi ya ndege za kivita kutoka nchini Urusi, na hata Urusi iliwaambia kwamba silaha za aina zozote watakazohitaji zitapatikana ndani ya Urusi. Kadhalika mataifa kama vile China pamoja na Korea ya Kaskazini ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa tayari kwa ajili ya kuisaidia Iran. Siku ya Alhamisi jioni, mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei aliwahi kuambia waandishi wa habari kwamba sasa haipo tayari kufanya mazungumzo na Marekani, akisema kwamba Marekani haina hadhi ya kufanya mazungumzo na Iran. Na wachambuzi wa mambo wakasema kwamba Khamenei anaonesha wazi kile anachokihitaji sasa ni mapambano zaidi dhidi ya Israel ama kambi za kijeshi za Marekani. Lakini bado wachambuzi wa mambo wanaiona Iran kama taifa ambalo halina ulinzi mzuri wa anga, licha ya kwamba baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba kuna aina ya ulinzi wa anga ambao umetoka nchini Urusi, lakini pia kutoka nchini China la ule uliopo katika taifa hilo. Kwa hivyo ndio maana kumekuwa na matamshi ya kujiamini kutoka kwa viongozi hao wa taifa hilo la Kiajemi.
Jenerali Nasirizade ameonya kuwa iwapo mahasimu watajikuta wakikosea mahesabu na kujaribu hata kitendo kidogo cha uhasama dhidi ya Iran, watakumbana na majibu ya papo hapo na watajutia. Hizi ni kauli ambazo zinatolewa kwa sasa na viongozi wa kijeshi pamoja na wa serikali wa nchini Iran, wakizungumzia namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya mapambano dhidi ya serikali ya Israel ambayo inaungwa mkono na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu nini kinajiri duniani.